Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amekiri kwamba yuko tayari kuilinda Urusi na mambo mabaya wakati mazungumzo ya amani yakiendelea kati ya Urusi pamoja na nchi ya Ukraine. Baada ya taarifa hii ambayo ameweza kuizungumza Donald Trump, pia nitakufahamisha taarifa nyingine ambayo wameripoti wataalamu wa kijeshi au maafisa wa kijeshi kutoka nchini Ukraine ambao wamesema ya kwamba Urusi inajiandaa kufanya mashambulizi makubwa mno na mashambulizi makali huko Donetsk, ikilenga kurejesha mkoa wote kutoka mikononi mwa Ukraine. Karibu sana katika undani wa taarifa hizi, nitakufahamisha hapa. Utasikia kiundani kabisa kuhusu kile ambacho pia amezungumza Donald Trump ya kwamba yuko tayari kuilinda Urusi na mambo mabaya wakati mazungumzo ya amani yakiendelea kati ya nchi hiyo na Ukraine. Na utasikia kile ambacho amezungumza maafisa wa Ukraine kuhusu Urusi kuzindua au kuanza mashambulizi makubwa huko mkoani Donetsk yakilenga kurejesha mkoa wote kutoka Ukraine. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alidai mnamo Mei 27, yani siku ambayo imekwisha kupita, ya kwamba Urusi itakuwa tayari inakabiliwa na madhara makubwa ikiwa sio kwa hatua yake kufuatia moja ya mashambulizi makali zaidi ya anga ya Kirusi dhidi ya Ukraine. Alisema kila ambacho Vladimir Putin hakitambui ni ya kwamba kama nisingalikuwa mimi, mambo mengi mabaya sana yangekuwa tayari yametokea kwa Urusi, na namaanisha mabaya sana, anacheza na moto. Aliandika hivyo kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social au Ukweli Jamii. Maoni ya Donald Trump yanaashiria kemeo la nadra hadharani la rais wa Urusi Vladimir Putin, huku kukiwa na shinikizo kuongezeka kwa utawala wa Marekani kujibu mashambulizi ya Urusi yanayoongezeka. Tarehe 26 mwezi huu, Urusi ilianzisha shambulio lake la tatu la kiwango kikubwa cha anga na ndege zisizo na rubani dhidi ya Ukraine katika muda wa siku 3 mfululizo na kuua angalau watu 6 na kujeruhi 24 katika maeneo mengi huko nchini Ukraine. Shambulizi hilo liliashiria shambulio kubwa zaidi la ndege zisizo na rubani dhidi ya Ukraine wakati wa vita vikali, likiongoza rekodi awali ya ndege zisizo na rubani takriban 299 usiku wa Mei 25. Hivi karibuni Trump alimpigia simu kwa muda wa saa 2 wakizungumza na Putin, wakati ambapo Urusi ilikariri kukataa kwake kusitisha mapigano kikamilifu katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Licha ya hayo, Trump amekataa kuiwekea Moscow vikwazo vipya, akitoa mfano wa juhudi zinazoendelea za kufikia usitishaji mapigano baina mwa nchi hizo. Alisema, kwa sababu nadhani kuna nafasi ya kufanya jambo, na ikiwa utafanya hivyo unaweza pia kuifanya kuwa mbaya zaidi, Trump alisema wakati wa mkutano wa ofisi ya Oval ya Mei 19. Trump amejaribu kujionesha kama kiongozi pekee anayeweza kumaliza vita haraka, ingawa kukosekana kwa shinikizo la dhahiri kwa Moscow kumeifanya Kiev na washirika wake kuwa na shaka. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akijibu mashambulizi ya Mei 25 usiku kucha, aliweza kutoa wito wa vikwazo vipya vya haraka na kuonya kwamba ukimya wa Magharibi na ukimya wa wengine duniani kote unamtia moyo Putin. Umoja wa Ulaya na wabunge wa Marekani pia wametaka hatua kali zaidi zichukuliwe kwa Moscow. Mswada wa vikwazo vya pande mbili tayari unasubiri kuidhinishwa na bunge la Kongresi, pamoja na masharti ya kuongeza adhabu za kifedha na ushuru kwa mataifa yanayonunua mafuta au urani nchini Urusi. Licha ya taarifa hiyo ambayo amezungumza Donald Trump ya kwamba pia isingekuwa yeye, Urusi ingekuwa imekumbwa na hatua mbaya zaidi nchini humo, lakini amesema ya kwamba yeye kuingia madarakani imefanya pia Urusi kuepukana mambo mabaya ambayo yeye binafsi pia kama rais kutoka nchini Marekani au kutoka huko Magharibi, ikiwa Marekani ndio kama nchi kiongozi huko Magharibi, ni ya kwamba pia ameweza kuepushia Urusi na mambo mengi mabaya zaidi. Taarifa nyingine ambayo imeripotiwa na maafisa wa kijeshi kutoka huko nchini Ukraine
wamesema ya kwamba Urusi inapanga kuanza mashambulizi makali zaidi huko Donetsk nchini Ukraine. Maafisa wa kijeshi wa Ukraine na wachambuzi wa masuala ya ulinzi wanaonya kuwa Urusi inajiandaa kwa mashambulizi makubwa katika eneo la Donetsk, mashariki mwa Ukraine msimu huu wa joto, ikilenga kuteka eneo ambalo imeshindwa kulidhibiti kikamilifu tangu mwaka 2022. Baadhi ya wachanganuzi waliohojiwa na shirika la habari la Washington Post wanasema uvamizi tayari umeanza, sambamba na juhudi zilizokwama za amani zinazosimamiwa na Washington, huku Moscow ikikataa wito wa mara kwa mara wa kusitisha mapigano hayo kutoka Magharibi. Wataalamu wa Marekani wanaamini ya kwamba Rais Vladimir Putin bado anaamini ya kwamba ushindi wa kijeshi bado unawezekana, ingawa vikwazo vinavyoendelea na hasara katika uwanja wa vita vimedhoofisha uwezo wa Moscow. Putin kwa muda mrefu ameweka kipaumbele katika udhibiti wa eneo lote la Donetsk, haswa baada ya kushindwa kuikamata Kyiv mapema katika vita, ambapo mwezi wa 9 2022 alitangaza Donetsk na maeneo mengine matatu ya Ukraine yaliyokaliwa kwa kiasi kuwa sehemu ya shirikisho la Urusi. Wakati Urusi inadai kutafuta amani, inasisitiza kuwa mazungumzo lazima yashughulikie kile inachokiita sababu kuu za kivita. Na baada ya mazungumzo moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine huko mjini Istanbul mnamo Mei 16, pande zote mbili zilikubali kuandaa mkataba unaoainisha kanuni za suluhu za siku zijazo. Urusi inasonga mbele katika mkoa wa Donetsk ikitishia mfuko wa Ukraine karibu na Toretsk, ambako wachanganuzi wanasema ingawa shambulio kuu litalenga Donetsk, hasa miji ya Pokrovsk na Kostiantynivka, Urusi pia inatayarisha operesheni ndogo zaidi katika maeneo ya kaskazini mashariki ya Sami na Kharkiv nchini Ukraine. Mykola Bielskov wa taasisi ya kitaifa ya mafunzo ya kimkakati ya Ukraine aliweza kuliambia shirika la habari la Washington Post ya kwamba mji wa Kostiantynivka ingali lengo kuu kwa vile ni matarajio ya matumaini kwa vikosi vya Urusi kwa sasa. Alisema kutokana na uwezo wa Urusi kuishambulia kutoka pande tatu, licha ya utabiri wa zamani ya kwamba miji hii ingeanguka mwishoni mwa mwaka 2023, ambako vikosi vya Ukraine vimeendelea kushikilia kwa juhudi kubwa eneo hilo. Ukraine hata hivyo inasalia katika matatizo kutokana na upungufu wa kuajiri na nguvu ndogo ya moto, wakati Urusi imevuka malengo yake ya kuajiri kijeshi, bado ikiwa ni takribani wanajeshi 125,000 kwenye mpaka wa Sami na Kharkiv. Urusi haina wafanyakazi wa mashambulizi kamili katika mikoa yote miwili. Hii ni kulingana na ujasusi wa kijeshi wa Ukraine. Badala yake, Urusi inaweza kujaribu kunyakua maeneo madogo ili kuunda maeneo ya buffer kama ilivyoelezwa na maafisa wa Urusi, ambako vikosi vya Urusi pia tayari vimechukua vijiji takribani 4 kaskazini mashariki mwa mkoa wa Sami na vinalenga kushinikiza vituo vya kanda kama vile jiji la Sami.